Mfanywe imara. Hiyo ni Waefeso 3:15 na 16. Mfanywe imara kwa nguvu au kwa nguvu za Roho wake Mtakatifu katika utu wenu wa ndani. Fasema Kristo atakaa mioyoni mwenu kwa imani, na mtakuwa na shina na msingi katika upendo. Mtafahamu jinsi ulivyo upana, urefu na kimo na kina, na mtaujua upendo wake Mungu upitao fahamu kwa jinsi ulivyo mwingi. Afu mtatimilika. Nini kinamfanya Roho Mtakatifu achochee uamsho ndani yako? Jambo la kwanza, anaitwa Roho Mtakatifu. Mtakatifu, utakatifu ni vazi lake, holiness. Ndio maana anaitwa Holy Spirit, holiness. Na unajua lugha ya viumbe vingi mbinguni huwa mtakatifu, 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 mtakatifu. Dunia nzima imejaa na utukufu wako. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ni nani atakayeweza kwenda katika kutaniko la miungu? Ni nani atakayeweza kwenda katikati ya Mungu? Ni nani atakayeweza kukikaribia kiti cha Mungu? Sasa ni mtu mtakatifu, mtu mwenye mikono misafi, ambaye akuelekeza mguu wake kwenye ubatili. Mtakatifu. Na aliagiza kwamba mtakuwa watakatifu kwa kuwa Mungu wetu ni mtakatifu. Iweni watakatifu kwa sababu Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu mtakatifu. Maana yake unajitenga kwa ajili ya Mungu. Kujitenga kwa ajili ya Mungu ndio maana ya utakatifu. Yaani kuna vitu ambavyo dunia inafanya ni kawaida, na kuna vitu vingine ambavyo mtu mwingine ambaye akifanya kwake sio dhambi, lakini kwako wewe inakuwa dhambi. Kwa kuna patterns nyingi za dunia ambazo Mungu ametuagiza kwamba tugeuzwe, tuziache, tusizifuatishe kabisa. Tusifuatishe kabisa namna ya dunia hii. Tugeuzwe, tufanywe upya kabisa, na tuitoe miili yetu iwe dhabihu takatifu iliyo hai ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndio itakayokuwa ibada yetu yenye maana.